alipenda kwenda kutuandaa ili tuwe sisi sote katika umoja. Yaani mzalendo wote akuwe mmoja. Hapa Uvira hakuna mtu mwingine au coordination ingine ambayo itakuwa kushinda coordination hii ambayo inasimama hapa. Tuko katika mji wa Uvira bwana, ambako jemedari ambaye ni Generali Amuri William Yakutumba anayeongoza jeshi kundi la wazalendo la CNPSC katika mji wa Uvira amewasili na kuweza kutoa hotuba yake hadharani mbele ya waraia na kuweza kuwaambia mambo mengi sana ambayo yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuwapatia tumaini na imani ya kuambia kwamba sasa amani karibuni inakwenda kurejea. Na baadhi ya wakaaji wa mji wa Uvira wameweza kumuuliza maswali na ameweza kuwajibu kadiri ya jinsi walivyoweza kumuuliza maswali, huku raia wengi wakiwa na shauku na furaha kubwa ya kutarajia amani yenye kudumu ambayo wametafuta kwa muda wa miaka 30 sasa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka wa 1997 hadi mpaka sasa. Wakaaji wa maeneo haya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengine kukimbia makambini na wengine kuweza kuuawa na uasi ambao ulikuwa ukiendelea huku mara kwa mara. Lakini William Amuri, generali mkuu kamanda anayesimamia kundi la wazalendo katika jimbo la Kivu Kusini, ameweza kuongea na raia wa Uvira na kuonyesha mengi ambayo yatakayojiri baada ya vita hivi na baada ya ushindi huu ambao Kongo inakwenda kupata katika mikono ya serikali ya Umarekani. Ameweza kuulizwa maswali mengi na kuweza kuyajibu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utakwenda kusikiliza kwa kila ambacho kidogo amekwenda kuongea na raia wa Uvira na kando mwake. Kwa hiyo ni kuache upate kusikiliza kila ambacho amekwenda kuongea. Mimi ni mtangazaji wako, naitwa Jacob Daniel Pascal ndani ya Global Voice TV. Na kama ni mara yako kwanza kuweza kutembelea channel yetu ya Global Voice TV, naomba upate kubonyeza kidude hicho cha subscribe, kisha utagonga alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike. Na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea channel yetu, naomba upate kuweka emoji ya bendera ya mahali ambako unakopatikana ili tupate kujua ya kwamba unatufuata ukiwa maeneo gani. Asante, naona ile yake ni asante. Alipoza question moja, tunahakikisha adui anaenda hata rudia tena hapa. Ile ulizo tunapenda kujibu hivi papa. Kama huko naona tuko pita tunakwenda Kiliba, tunakwenda Runingu, tunakwenda wapi? Makobola, tanto tutapanda milimani, ni kwa ajili ya kuangalia namna gani ule adui asirudie tena hapa. Njoo vile, njoo maana tuko hata jana tulitafanya mitingi hapa, lakini tulipita tunaenda mpaka kule mbele, sababu ya kutengeneza kule mbele sisi wote tu umoja, tushambulie ule adui, tutamsukume kule mbele ili watu waendelee kuwa na amani ya kudumu. Uvira oye! Ndio. Na mimi naitwa kwa majina Kalenge Kubisa Jean Paul. Niko mmoja wa wafanyabiashara hapa Uvira. Siku ya pili na saa 11, siku ya tatu na saa 11 nilifunga duka yangu na jielekeza nyumbani. Nafika munivo ya pale kubiro ya CC. Wanaandika ile Claude. Nafika pale kubiro ya CC. Nikazungurukwa na bazalendo kama ni 60. Banaongozewa na Alexi Dunia. Bakanishusha kwenye gari, bakanikilinda mpaka kunibeba kule Kilimula, bakaenda nifungia makartier. Kisa sijui. Mimi kama niko hapa, batu yote hawangelihama mungini. Nilikuwa niko hapa. Coordination ya FABB na yua kazi yenye tulikuwa tunafanya. Vitu vilikuwa vya kushitukia, tulikuwa wamoja tunatoka huko ngambo ya frontier, tukakutana mwingine na changanya. Tuko ngambo ya kule kuzone, tukakosa nafasi ya kupita. Tukabakia. Mimi na shangala banafanya montage ya kusema kama mimi nilikuwa nafanya sensibilisation ya M23 batu juma ingie mchama M23. Nililala mule, balienda nitosha kule na omo 21 usiku, njo komanda wa birode balimuita akakuya nitosha kule pamoja na wasoda ya General Ngomanzito. Nataka niulize hivi, sisi tuliua kama wazalendo, kuna mzalendo mshika silaha na kuna mzalendo mwingine anafanya kazi yenyewe na zidia hata mwenyewe na silaha kidogo. Ndio. Ila sitakamata kama sisi tujibomole jua kusema kama ndugu yako akikuwa hivi wewe unatia kisirani ya hivi. Kuna wazalendo fulani sisi tulikuwa huko.
hakuna mwenyewe alisona kidole asenjo. Benyewe wakutana makobola. Na njoo wenyewe wanatatiza Uvira. Kuna mmoja wanyu mwenye alitoka ndani njoo Alexi Dunia. Ile kikundi iko nayo. Mimi niko na watoto 8. Wakitaka waua watoto wangu watabakia. Njoo maana nilijitoa hapa. Hatutasiportia kugeuza kila mtu mwanakusaka franga Uvira kama ni M23. Ile tunaikatala leo. Mimi nataka kama ndeweza kuwa M23. Coordinateur na Luvumbi iko pale. Mzengo mazito anayua. Bingine vyenyewe na sisi tunafanyaka. Kufuatana na kazi yenyewe iko nafanyika. Lakini kuna kuwa kikundi fulani kinajikunja humu kukamata fulani akigusa pesa bako naye. Bana kama fulani kusaka pesa banaleta mamotife zenyewe ziwezekani. Ile mimi kama batakuya huwa baua nilikuwa kilina pesa siku ya 3 na nilienda toshewa na majoro mwenye anahusika na nani na security mu birode. Na mpaka hivi press tulikuwa ku liste familia mzima bakiacha fulani baende bakamate fulani. Bakiacha fulani baende bakamate fulani. Juu habari ya M23. Uvira oye. Sijui hiyo habari na kama ile kikundi mtaiachia hapa. Maana tutaanza toka mama twende tukali kwa mnatoka sisi. Uvira oye. Njoo kidogo yangu hivi. Tunapenda kusema hivi. Kwanza kuko plan ya kudemilitarize vile ya Uvira. Kusikue circulation ya maarme. Ile mpango ya kutosha vijana atupende marigima ya kusema tuko na sécuriser Uvira ndani ya Uvira. On ne peut pas sécuriser l'objectif dans l'objectif. Au contraire, on sécurise l'objectif en dehors de l'objectif. Na njoo maana tutasekirize Uvira kama tuko kule mbele kule. Tutasekirize Uvira kama tuko milimani mbali kule. Bwana njoo tunafanya security ya Uvira. Tusidanganyane. Njoo maana serikali yetu na sisi wote ni serikali pamoja na jeshi letu, na kuambia kwamba tuko na programu ndugu yangu ya kufanya vikao. Hata siku ya kwanza tufanye vikao sababu ya kutosha silaha mingi ambazo zinazagaa ndani ya Uvira, zinaleta matatizo ndani ya Uvira. Watu tena tusekirize Uvira nje ya Uvira. Nadhani sisi ni watu wa kwanza kutoka ndani ya Uvira. Tutaanza kuendelea huko mbele. Atutikele kuma hoteli hapa Uvira. Ilifo watu batoke hapa. Ni mipango na ni jitihada yenye tuko tunakamata. Unasema gundi fulani haipashwe kuwa hapa Uvira. Amefanya mchango mkubwa ili sisi tufike katika jiji la Uvira. Pasipo yeye hatungefika hapa Uvira. Rais Tshisekedi ni mzalendo numero 1 ambaye amewezesha sisi kufika hapa Uvira. Tumpokee Rais Tshisekedi kwa asante sana. Pia tumeendelea kumshukuru guverneur wetu wa Sud Kivu anaitwa Guverneur Purusi kwa jitihada kubwa alifanya pia kwa ajili ya ukombozi wa Uvira, sababu mchango wake pia ulifanyika kwa ajili ya sisi kukomboa Uvira. Tumpepee Purusi guverneur wa province. Tumpepee pia hata vice guverneur kwa mchango wake. Jean-Jacques Rakano alifanya mchango wake mkubwa. Tumpepee pia. Asante sana. Tumeendelea pia kushukuru kwa jeshi letu la FRDC ambao FRDC pia wamefanya mchango mkubwa pamoja na wazalendo. Watu wengi wajui wazalendo oye! FRDC oye! FRDC pamoja na wazalendo ndio wamefanya juhudi kubwa pia kusindikiza Rais Tshisekedi katika jitihada ya kugomboa Uvira. Na ndio maana tumegomboa Uvira ni sababu tumeungana na FARDC pamoja. Tumeungana sisi, role yetu sisi kama vile wazalendo, role yetu kubwa ni kuporte soutien ku FARDC. Ile ndio kazi yetu kubwa. Ule mwenye ajue vile basi
kama hauna na FARDC pamoja, yaani wewe hauko mzalendo wa kweli. Hauko mzalendo wa kweli. Mzalendo wa kweli anapaswa kuwa na FARDC pamoja. Tunapaswa kufanya kazi pamoja, na tutaendelea kufanya kazi pamoja hadi vile tutagombola miji ingine yote ambayo inadhibitiwa na yule adui. Tupepe FARDC. Asante sana. Mimi naitwa kwa majina William Amuri ya Kutumba, President provincial wa Wazalendo Sud Kivu. Na ndio maana nataja Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda na nafasi zingine. Siku ingine mtasikia niko nasemea Shabunda. Siku ingine mtasikia niko nasemea Mwenga. Siku ingine mtasikia niko nasemea wapi? Kale na Kabare na Walungu. Kwa hiyo tumependa tutasema maneno mbili tu au tatu ine kwa ajili ya ujio wetu hapa. Kitu cha kwanza, adui amekwenda na tunashukuru. Na sisi wakati tunaingia hapa, kuna vitu ambavyo tumekwenda kuona hapa Uvira ambavyo vinaleta shida. Kitu cha kwanza ni ukosefu wa usalama, kama vile ndugu Kasimbile Makanaki alitoka kusema hapa, sababu sisi wote ni pamoja. Coordination hii ambayo mimi naongoza, mtu wa kwanza ni mimi, yeye Kasimbile Makanaki anakuwa mtu wa pili kama vile observance, na tuko na Rene Itongwa pia kama vile Ademeroge. Pia tuko na maaxe mbalimbali ambazo tuko pia na ndugu hapa mwenye kushia sharisha na maafari politike. Nadhani alisimama hapa mkamuona, ambaye ni yeye ambaye anahusika sana na mambo ya siasa ndani ya coordination yetu. Na pamoja na hiyo tutazungumza maneno ya usalama hapa. Hapa Uvira tunajua kama wakati watu wanaingia hapa usalama ulikuwa mdogo sana. Kama muliona maajabu, siku ya jana ilikuwa siku ambayo komanda region alifika hapa. Siku ya jana ilikuwa siku ambayo gouverneur de province alifika hapa. Siku ya jana ni siku ambayo wakuu wa Wazalendo province wanafika hapa. Maana yake ilikuwa sikukuu kubwa, na ndio maana mulituona sisi wengine tunapakaliwa unga. Ile unga ni kusema kwamba ni kuonyesha ushindi ambao tumepata. Tumekwenda kuzaliwa upya tena, tunazaa mtoto mwingine, na tutaendelea hivyo hivyo tu hadi kule tutakapokwenda. Tunapenda kusema kama tunasema juu ya usalama. Usalama hapa Uvira ulikuwa umezorota sana. Kuna mambo ambayo ilisababisha hata sisi kutoka katika jiji hii, inaweza kuwa mambo mawili matatu. Kwanza, ukosefu wa usalama. Ya pili, ukosefu wa umoja. Ukosefu wa umoja sababu sisi wazalendo wote hatukukuwa umoja. Na wakati Mwenga oye! Oye! Shabunda oye! Oye! Kale oye! Oye! Itwi oye! Oye! Ndio sisi kama vile uongozi wa wazalendo ndani ya province ya Sud Kivu